ile ambayo imepita, hata nyinyi mnajua kumekuwa na amani ya kutosha. Na mmefanya kazi nzuri. Maana amani haikuji tu, kuna mtu ambaye anafanya kazi, sio? Tunawashukuru hapo. Lakini sasa karibu wiki moja imepita sasa, mambo yameanza kusambaratika tena. Ili bonde la amani imeanza kuwa ni bonde ya vita. Watu 6 wamekufa. Yuko mifugo imeibwa kidogo, wengine imerudishwa. Lakini watu 6 na maisha imeanza kuathirika. Mahali kuna kifo, unajua watu wakai vizuri. Tunakaa na wasiwasi ujue nani atakuwa next. Na ndiposa tumekuja hapa siku ya leo. Kwa sababu jukumu la serikali vile mnajua, na sisi ndio serikali, ni kuhakikisha kwamba maisha ya watu na mali yao na kabisa na hilo vizuri. Na mkono wa serikali ni mrefu, bado ni mrefu. Haijakuwa mfupi, bado ni mrefu. Na tukitoka hapa watu wataona kwamba kumbe mkono wa serikali bado ni mrefu. Maana tutaki ile ushenzi ya kitambo ile watu walikuwa na uwana irudi tena hapa. Watu walikuwa wameacha mambo ya wizi, wameenda hata kwa kulima, si ndio? Kwanza kufanya mambo mengine, kulima, ameota mbele, kuweka ng'ombe na kutoa maziwa mzuri, watoto wamekwenda kwa shule, masoko inafanya kazi vizuri, wananchi wanatembeleana kwa soko wanaoana. Lakini wajinga tu wachache, hata nyinyi mnajua watu hapana wengi. Watu ambao wanapigania watu ni wengi kweli? Watu wachache hata wafiki 20. Lakini nia yao ni kuanza kuonyesha kwamba labda Wapokot na Wamarakwet wanaweza kufanya nini? Kwa sababu akienda kufanya wizi anaenda kama Mpokot ama anaenda kama Marakwet, anafanya mambo yao yakijatuma na jamii. Lakini kuna wale ambao wako na dhana kwamba ni Wamarakwet wanapiga sisi ama ni Wapokot wanapiga sisi. Tungependa nyinyi machief na nyinyi wazee wa amani na elders, wananchi kule kwetu waelewe kwamba kila jamii kuna wakora. Hata kule Nairobi kuna wezi wanaiba kila siku, si ndio? Na ukiangalia aitu unapata ni Mjaluo, unapata ni Mbaluya, unapata ni Mjikuyu, unasema kwamba Kikuyu wote ni wezi. Na mbona hapa mjinga mmoja akaenda kufanya makosa na kwani jamii imefanya makosa? Watu wanaanza kuindana hapa sasa kwa sababu ati Mpokot ameoa Marakwet. Sasa Marakwet watafuta Pokot yote maji huko. Hata mtu ako tu kwa shamba wala anapigwa risasi na kufa. Na mwambie vijana wetu waache ujinga. Kwa sababu wakati mnaenda kurumeenda kuua, kuna wale ambao ni werevu, hawezi kupiga risasi. Utakuja ukijikonsole kwamba tumeua, lakini mwenye alipiga risasi ndiye aliua, sio nyinyi wote. Sasa wewe kama kuna tofauti ya Pokot moja na Marakwet nyingine, wewe uko na shughuli gani kwenda kulipishwa kwa niaba ya jamii? Nani amekutuma hivyo? Wewe unasema sisi tumeuawa. Na ni mtu mmoja amekuta pale kwa changa kule kwa wafuza wamepigana kule ameumizana, unasema tumemalizwa, unachukua bunduki kwenda kupiga mtu mwingine mzee kwa shamba hata hana habari nini kinaendelea. Wewe unapiga risasi alafu unarudi nyumbani kwa wazazi wako. Alafu unafikiri kwamba tutakuja huko namna hiyo. Ile kitu ambacho nafanya watu wanakuwa na ujinga hapa mingi na mambo ya impunity hapa. Unafanya mambo, naenda kwa soko, na tumekubaliana na maafisa wetu kwamba tutafanya kazi sasa. Maana sheria ambayo ina apply sehemu zingine za Kenya lazima apply wapi? Lazima apply hapa. Kuua ni makosa, it's against the law. Fine. Inaishia hapo. Umefanya makosa unajulikana unakamatwa kotini. Tumeona hapa. Na nyinyi machifu wakati ulivaa uniform kama vile navaa yangu namna hii, hapana ogopa kukufa. Kwani wewe usipokuwa na risasi utakufa? Usipokufa kazini wewe utakufa? Hata Lazaro mwenyewe ambaye Yesu alikufua, sasa alikufa tena? Ama hakukufa? Unaogopa nini? Unaogopa nini? Yule chifu ambaye anaelewa kazi yake ndio hakisha kwamba ile yake haina uchafu. Na unafanya nao wazee. Kila mtoto ambaye ni mhalifu ako na baba, ako na mama ama ako na watu yake, jamii yake. Kweli ama uongo? Anza na hiyo watu. Wako na uniform, tumekubaliana tutaenda kutafuta wale wakora. Tuko na majina, wengine wako hapo, majina yako hapa, Zinga ile, Loko ile, Kipto,
na Bakar na hiyo watu hao. Tutatafuta hiyo watu yote na tutakamata hao. Iko wazazi wengine wanapatia yeye baraka, si ndio? Kwamba wewe tembea na Yesu. Tembea na Yesu ndio kuiba. So mali ya wizi kama ni ya Marakwet imeibwa ama ni ya Pokot imeibwa, unaenda kutafuta boma yao. Kama ile mwizi yako na ng'ombe anachukuliwa yote. Kama hana wazazi wake, maana hao ndio walizaa hiyo shida inakuja kusumbua watu. Hao ndio walizaa kwa wazazi wote. Wabebe mzigo yao hiyo. Ukitaka kuwa tajiri ya ng'ombe, kwenda kwa soko nunua ng'ombe, ama peana msichana yako amefika miaka 20 na amemaliza kusoma, ukuletee mali. Lakini kuona jirani wanaenda kuchukua tunakuwa tajiri, hiyo inakuja sasa. Tuweze kubali maneno hiyo. Hatutakubali West Pokot, hatuwezi kubali Elgeyo Marakwet, hatuwezi kubali Baringo, Samburu, Turkana, Laikipia, hatuwezi kubali yote. Kwa hivyo hizi reports ambazo mmesema zote, kuna sehemu zingine tuko na askari hawatoshi. Tuko na komanda hapa, tutaenda tuangalie tuongeze askari. Hakuna haja kuwa na post ambayo iko na askari wawili, hiyo sio post. Hiyo ni appearance tu ya post. Kwa hivyo mahali kuna post, hakuna askari wa kutosha, tutaenda kuongeza askari pale. Ile mahali ya dira umeomba, tumesikia hakuna kitu hapo. Ni mahali tuweze wanapitaka, hakuna nyumba, hakuna nini. Lakini pia tutaenda kujipanga kuhakikisha kwamba tumeweka security officers wapi hapo. Ili kusikuwa na mahali ambapo wakora wanapitia. Wao kipeana information kwamba wakora wako pande hii, askari waende pande hii na wakora wapite pande hii. Sio bado ni mkora tu. Sio pamoja na hiyo watu. Yaani kazi yako ni kupoteza askari. Alafu mali ikienda unakatiwa yako. Haki ya Mungu akienda wewe nawe ndani. Hatuwezi wacha wewe. Wazee ambao wanachinjanga mbuzi na kuangalia hiyo mara. Hivi. Wanaangalia wengine jana walikuwa wanaangalia wanasema natembea ya kuji. Sisi nimekuja niko hapa. Lakini jana walisema ndio hii. Unaona? Hii barabara imefungana yote. Sasa ndio naambianga vijana, tunaona leo mkienda ni baraka tu. Nyinyi mtarudi yote. Hao wazee wanaangalia hii. Hii ni ushirikina ama ni nini? Unasema ni science. Hakuna science hapo, ni ukora mtupu. Unaangalia mara namna gani unasema kwamba iko baraka hapa. Na mbona watu wanakuwa na mjinga? Mtu amekwambia namna hii kwamba wewe utaenda kuiba ng'ombe na mnakuja. Na mnaenda mnakuvia yote nyinyi mnakufia huko tena. Alafu anasema iko mmoja yenu jana usiku wako tembea mzuri. Ya karibu hii baraka. They always have a reason. Kuna guys extra kufanyika. Hiyo wazee mimi nawajua. Upande wa Marakwet na Pokot. Nataka hiyo wazee mnawajua. Hatutawafunga, nataka tuwalete waombewe. Kuna father yuko hapa. Si ndio? Wapakwe mafuta mzuri. Tutafanya patrol na askari leo. So, we have to clean up this place. Na wakati ya clean up kutakuwa na mambo kidogo kwa kidogo. Maana hakuna kitu ambacho kinakuja tu kwa njia rahisi namna hii. Lazima tukubaliane kwamba kutakuwa na kuumia kidogo, lakini at the end of the day watu wafaidike.